poa, wanaendelea vizuri. Najua una miss kurudi ukiwa unatazama mechi. Game gani ile ulikuwa unatamani ungekuwepo? Kipindi ambapo bench umekaa ndani unatazama. Mimi kwa wakati huu kwanza, kwa sababu nauguza majira yangu, nadhani ni wakati sasa wa kuangalia wenzangu wakiwa wanacheza na kuona wanafanya nini. Kwa kifupi, mimi kama mchezaji natamani kuwa katika sehemu yangu ya kazi, lakini ninachoshukuru nawaona wale ambao wako kwa wakati huu wanafanya vizuri katika nafasi hiyo. Kwa hiyo ile nayo pia inanipa mimi faraja na nakuwa najisikia vizuri hata ninapokaa naangalia na kuwa nafarijika. Kwa hiyo naendelea tukuomba Mungu nipone haraka nirudi tujumuike tupambane kwa pamoja tuweze kufanya vizuri. Tabasamu naendelea kuwapa tabasamu wana wa Morogoro. Safari hii mnaenda kutengeneza vyoo, kile mnaenda kutoa msingi kwa mama ntilie. Maana yake mnaenda kuinua jamii yetu. Bila shaka Morogoro wako proud kuhusu wazo hili likujaje. Kusema kwamba safari hii tukatoe misingi kwa mama ntilie. Wazo hili lilitoka kwa uongozi ambapo walikaa na GSM Foundation wakaangalia, kwa sababu kila mwaka tunakuja na mpango na tunaangalia sekta gani ambayo itakuwa nzuri kuweza kuwashika watu. Kwa hiyo GSM Foundation na viongozi wetu walikaa kwa pamoja wakaangalia sehemu gani ambayo tunaweza kwenda kuishika sasa hivi, wakaona kwamba Morogoro kuna uhitaji huo wa vyoo mashuleni, lakini pia kuweza kuwagusa mama ntilie. Kwa hiyo sisi kama wachezaji baadaye ndio ikaja kwetu na sisi tukaona ni wazo zuri tukalisupport na tunaliunga mkono kuweza kulitimiza hilo. Inawezekana sisi wapita tabasamu tunatazama kwenye picha tofauti. Wewe wapita tabasamu unatazama kwenye picha namna gani? Tabasamu mimi naitazama kwenye picha moja kubwa sana, kwa sababu kwanza ilianza ikiwa ndogo sana, lakini tukiwa tuna matumaini makubwa kwamba kuna sehemu tunahitaji kufika. Na ndio maana hata wakati tunaanza tulikuwa tunaweka effort kubwa sana ili kuweza kuifikisha pale ambapo sisi tunatamani ifike, na ukiangalia tumeweza kwa asilimia kadhaa, na ndio maana hata GSM Foundation wameweza kuona kwamba okay, tunahitajika na sisi kutia nguvu ili kuweza kuwasupport. Lakini ukiachana na GSM, nyie pia waandishi mmekuwa watu kutusupport toka katika siku ya mwanzo kabisa, tamasha letu la mara kwanza kabisa. Kwa hiyo nayo inatupa nguvu na nyie mnakuwa mnazidi kutupushi na vitu ambavyo tunakuwa tunavifanya vinazidi kuonekana na kutembea. Lakini watu wanaona kama mzani unaegemea sehemu moja, kila siku unashinda wewe bwana. Watu wanaona sasa kibwana atashinda lini? Kikubwa ni maandalizi ambayo mimi nafanya. Kizuri najua kuchagua timu nzuri ya wachezaji, kwamba mchezaji gani mzuri. Mimi sitafutagi pia tu wachezaji wazuri, natafuta wachezaji wazuri ambao pia naamini wanaweza kupambana na kuweza kufanya vizuri. Mimi sichukuliagi kama ni mchezo tu wa hisani, ila mimi ni mshindani siku zote na napenda ushindani. Kwa hiyo na napokuwa nachagua timu naangalia na ushindani kwamba sawa watu waburudike, lakini niweze kupata matokeo mazuri. Hapo lakini watu wanaona Diki kila siku anashinda. Leo tumemsikia Ziziki ametangaza upande wake. Kuna namna yoyote umeshtuka kusikia Stefan Ki na program amesema yeye upande wa kibwana? Mimi kwangu sijashtuka, kwa sababu mwaka huu pia mimi mwenyewe na timu nzuri sana na tumejaribu kuangalia na tumetamani mwaka huu kuifanya kwa utofauti, kwamba at least tupate asilimia kubwa. Unajua miaka ya nyuma tunakuwa kuna muda tunaenda tunakwama, kwa sababu unakuta ligi ilishaisha na wachezaji wengi washaondoka, alafu tunapata nafasi kubwa mpaka kwa watu kuja kurudi tena. Sasa mtu uweze kusema si eti mtu yuko kwao tayari kashasafiri nje, uweze kumrudisha na kuwa ngumu. Kwa hiyo mwaka huu at least kwamba tunamaliza ligi, tunamaliza FA, hakuna pale national break, kwa sababu kipindi cha nyuma unakuta ligi na FA kishaisha kuna timu za taifa pale zinacheza, kwa watu wapo katika timu zao za taifa. Kwa safari hii hakutakuwa na pale. Kwa hiyo naamini wachezaji wengi wa Simba, Yanga na Azam watakuwa kwenye ile wiki ya FA, wao wengi watakuwa wanapatikana. Kwa hiyo tutaweza kuweka cream moja, lakini kikubwa timu yangu mimi ninachoamini safari itakuwa nzuri sana. Ndio maana hata niliposikia swala la Azizi sijashtuka, kwa sababu na timu bora sana mwaka huu. Sawa, Diki, mimi nikurudishe nyuma, mbali tu na kuwa nje ya pitch, kitu gani ambacho umemiss zaidi kwenye klabu yako? Kitu nilichokimisi zaidi labda ni ile support tu ya wananchi, kwamba tunapokuwa uwanjani tunapopambana na wamekuwa kutusupport. Ndio kitu ambacho nimekimisi, vibe yao nimeishi. Kuna mchezo Yanga walipoteza, walitoa sare pale dhidi ya timu Yanga na gani kwako kile kipindi cha up and down timu kupitia kama kiongozi kwa nini na wachezaji? Na kwanza nilikuwa naamini ni nyakati tu za mpito, kwa sababu ukiangalia tulikuwa tunacheza mechi back to back, lakini pia timu ilikuwa ina majeruhi wengi. Kwa hiyo nikaamini kwamba timu yangu itakaa vizuri, na hata kabla ya michezo huaga mimi mara nyingi napenda kutuma tu message kwenye
kwenye WhatsApp, kwa sababu tuna group napenda kutuma kwamba okay, mchezo muhimu lazima tukapambane tuweze kufanya vizuri na ni pointi muhimu katika mchezo huo. Lakini ilifikia stage ambayo mimi pia nilikuwa natamani tusiende kucheza kwa sababu timu ilikuwa tayari kuna majeruhi mengi na mechi tutacheza back to back. Kwa hiyo lakini ukiangalia toka tumerudi tuna watu wanapambana na timu inapata matokeo, na ninachoamini hiki ambacho kimeanza sasa hivi ndio mpaka mwisho wa msimu. Sawa, mbali na mchezo wa mpira wa miguu kuwa ni mchezo ambao unahusishanisha kugusana na matukio mengine, baada ya kuchezewa ile faulo ambayo imekusababishia majeraha, watu wamezungumza mengi kwa mitandao ya kijamii. Mimi nataka kusikia kutoka kwako, una kinyongo na mchezaji ambaye alikufanyia faulo ambayo imekusababishia kuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu? Hapana, mimi kiukweli sina kinyongo. Afu kitu kikubwa zaidi, yani nilichukulia ni kama mchezo. Nilichukulia kama mchezo, na hata mwenyewe pia alinitafuta na bwana sorry imeisha, sababu ni mpira. Na pia mimi ninachoamini ni Mwenyezi Mungu tu alikuwa imefikia wakati kwamba amepanga, kwa sababu nishacheza miaka 5 bila kuumia. Alikuwa naumia lakini maumivu ya kawaida, lakini kwa nini sasa hivi? Ina maana Mwenyezi Mungu ana mipango yake na mimi, na ndio maana ameweza ameweza kuruhusu ili kulipitia kwa katika wakati huo. Kwa mimi kikubwa nashukuru, kwa sababu nachoamini yeye ndo ameruhusu hili. Kwa hiyo hata yeye yule mchezaji wangu sina kinyongo, kwa sababu ile ni kazi yake na alichokifanya basi alistahili kukifanya kutokana na majukumu au matakwa ya timu yake. Kwa hiyo mimi kwangu wala haikuwa kinyongo, na ni mtu ambaye nawasiliana naye, ni mtu mzuri, na pia naamini hata safari hii Wape Tabasamu wanaweza kawepo kwenye timu yao. Hapo wakati umepata hilo injury, kwa picha ya kawaida watu walihisi kama tatizo dogo. Baadhi ya mashabiki wa Simba wakawa wanaimba kajivunja, walihisi kama mechi imekupalia. Kesho tukaona jambo limekuwa serious kubwa kiasi kwamba unaenda kukaa nje. Ilikuwa ni scenario namna gani kusikia kelele za mashabiki wakihisi kama umemshindwa kumkaba Selemani Mfalme, umejivunja? Mimi kwanza nitakwambia kitu kimoja, mimi katika maisha yangu sijawahi kujivunja, kwa sababu siaminigi yani kwamba labda naweza ngakutana na watu kwamba wanifanye kwamba eti mimi niogope nishindwe za mechi kwamba okay sasa nastahili kujivunja nitoke. Siaminigi katika yani mimi wakati wote kama ninavyosema, mimi kwanza mimi ni mshindani, napenda kushindana muda wote, napenda kushindana. Kwa hiyo wao waliona vile kutokana na scenario ambayo ilitokea, na hata mimi mwenyewe pia baada ya mechi niliangalia mechi, nikiangalia scenario na jinsi nilipopata maumivu, niliona ni kwamba ilikuwa kama challenge ya kawaida, yani vipi yani. Kwa hiyo vitu kama hivyo na maana ni Mungu tu ndo ambaye amepanga kwamba bwana, ndio maana naweza kusema pia kuna muda unaweza unatembea tu ukapata maumivu au ukajikwaa tu kidogo, ni kawaida. Umeona? Kwa hiyo ni hali ya kawaida. Kwa hiyo usikujivunja, mimi katika maisha yangu sijawahi na siwezi, na siongei kwa ubaya, lakini sikuona ugumu wa mechi kwamba mchezo ulikuwa mgumu kwamba kupelekea mimi kujivunja. Na sikuona sababu au sikuona mtu yoyote kwamba anaweza kunichallenge mule kwenye ule mchezo kwamba ifikie tu kwamba mimi nijivunje kwa sababu yake. Mchezo ulikuwa open tu kawaida. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo tu, majeruhi hapa na pale basi. Lakini kwa surprise kwa namna Simba ilikuwa inacheza, tofauti na mchezo uliofunga mchezo 6 mtawalia. Kwa namna sikuwa surprise kwa sababu nilitegemea kwa watakuja vile, kwa sababu ukiangalia tumewafunga sana michezo ya nyuma. Kwa hiyo ilikuwa lazima waje watumie effort kubwa ili kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo ule, lakini sisi kama nasi tulijipanga kuweza kupata matokeo, na matokeo ambayo yalitokea ina maana ndio matokeo ambayo yalikuwa yamepangwa na ndio maana yaliweza kutokea siku hiyo. Niliona ukiwa unaalia, natamani kujua kipi ambacho kilikuumiza zaidi, kuto kuendelea na mchezo ama kuona kwamba umeumia? Yaani kilichoniuma zaidi ni kuona kuto kuendelea na mchezo, kwa sababu nilitamani kuendelea lakini nikaona hapa siwezi tena kuendelea. Ndio maana kuna muda nikawa nimetoka, mwalimu akaniambia, yani ananiambia rudi, yani narudi lakini naona mbona kama nashindwa. Kosa ile hali kama imeniuma, na ukizingatia hiyo situation sasa kuipitia ndo mara ya kwanza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiliniumiza na ilikuwa kama surprise kwangu. Ligi tutajua shambuliaji bora wa 5 kwenye NBC kwenye hiki kipindi ambacho umekiona. Kwanza ndio wa pili ndio. Sasa hapo kidogo itakuwa shida kwangu kutaja zaidi, naweza nikataja tu wa Yanga tupu, kwa sababu mimi sio muongo. Mimi nikiwa nyumbani siangalii mpira. Yaani haki ya Mungu nakwambia. Yaani mimi mechi ambayo naangalia labda Yanga akiwa anacheza ndo naangalia. Serious. Yaani mimi sio muongo, siangalia. Mimi yani sipendagi tu kuangalia mpira, si enjoy. Hata huko nje labda mechi. Sasa hizo mechi za nje ni mpaka ukuta zile mechi kubwa unakuta tu wanaongea ile. Ndio mimi naweza nikasema ngoja nikae nitulie niangalie.
Siwezi mimi, sio vitu vyangu. Tangu zamani au sasa hivi? Toka zamani, yani ndio jinsi nilivyo. Yani mimi mechi hivi kuangalia mpaka yani itokee kwamba watu unajua watu wanaongea bwana mechi leo nzuri, mechi leo nzuri, ndo naweza nikakaa nikaangalia, lakini ukitoa Yanga hakuna mechi nyingine naangalia. Unajiandaje sasa kwenda kumkabili mpinzani? Kwa maana labda uangalie mechi za Simba au unasikia Selemani anafunga kila siku. Unajiandaje kwenda kumkabili Selemani kama siku? Sisi uzuri kwenye timu zetu kuna hawa watu wa video. Kwa hiyo wanakuwa na video ambazo wamezitengeneza ambazo sisi tunaziangalia, labda huyu bora wake huu, bora wake huko, na kwa tayari najua. Lakini mtu kama huyu labda Selemani, mimi sina kwa muda wote nakutana naye timu za taifa na nini, kwa nakuwa najua bora wake. Hapo hapo.